Watoto wanatugombanisha. Kuna mtu anagombana na jirani yake atikisa mtoto wake kagombezwa na jirani. Sema hasidi tu, kakatazwa jambo la manufaa, yani vile kukatazwa ndo manufaa yake, au vile kuagizwa ndio manufaa yake. Yeye mzee anakasirika, anasema kazi husda tu, si wazae wa kwao wafundishe, au wazae wa kwao wagombeze, wazae wa kwao wapige. Mtoto wa kwangu mimi amuone kama yai, tena anakuwa mkali. Mtoto asifundishwe, anagombana kwa sababu ya mtoto. Akiharibikiwa unamwendea na kesi kuhusiana na mtoto wake na akhlaqi zake, tabia zake, mwenendo wake huko nje. Anamkingia kifua, mimi mwanangu hawezi kufanya hivyo katu. Hizo ni hasadi za watu tu tayari. Lakini usimkatalie mtoto, tena nakupa neno hilo, usimkatalie mtoto lolote litakaloletwa. In jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Hujurat, akikujieni mtu fasiki na jambo, litambueni, litafuteni undani kwanza. Usilikatae, usilikubali. Utalikubali unakwenda kugombana na mtu kwa sababu ya taarifa uliyopokea. Utalikataa uje ukose kulitengeneza wakati muda wa kulitengeneza ulikuwa upo. Mimi mwanangu hawezi kumiliki simu bwana, hii yangu mie umndani hata haichezei, hana habari nayo. Mwanangu mimi wale watu nje anawaogopa, anamtengezea mazingira kama vile anamjua sana, lakini hawa watu nje wanawezekana wanamjua zaidi mwanao kuliko unavyomjua, kwa sababu kuna watu wana tabia moja na mwanao na wanayoyafanya hawafichani. Likivuja kwa huyu, ukilipata wewe lichunguze. Anayevuta bangi havuti mbele ya babake wala mwalimu wake wala shekhe wake, siku zote atakuwa anajificha mbele za watu hawa. Lakini ikifikia hatua umeletewa taarifa mwanao naye anaonja, basi usikatae. Hao wa nje wa kijiweni wanamjua zaidi huyu mtoto wako. Tafuta namna ya kutengeneza. Siku ya pili akikutikana na jambo, unaweza usiambiwe kwa sababu unakataa mapema, wanakuja kukucheka watu baadaye.